Je, unajua kwamba hofu unayomjengea mtoto leo ndio itakayoenda kuamua ni kiongozi wa namna gani ambaye atakuwa kesho? Habari, karibu katika mradi wa Beyond the Noise, na leo tutaenda kuongelea nguzo yetu ya kwanza ambayo inawaua watoto wengi kimya kimya. Inaenda kwa jina la The Fear Trap au mtego wa hofu. Nini maana ya The Fear Trap au mtego wa hofu? The Fear Trap au mtego wa hofu, huu sio mtego wa nje, bali ni mfumo wa ndani wa malezi ambao wazazi hutumia vitisho au kelele na kuwafanya watoto wajihisi hawajakamilika au hawaeleweki. Mfumo huu hutumia lugha kama sikupendi, bora yule, ukifanya hivi utajuta, au ukimya wa hasira, kwa Kiingereza the silent treatment. Lengo la mzazi ni nidhamu, lakini hujenga hofu, na hofu hii huishi ndani ya mtoto au ndani ya akili yake maisha yake yote kama kelele au noise. Wataalam wanaonyesha kwamba fear trap ina madhara makubwa. Kwanza, huzima uwezo wa kufikiri. Watoto huwa wanafanya maamuzi kwa hofu badala ya kujiamini. Inaonyesha kwamba watoto huwa wanafanya maamuzi kwa kuogopa adhabu badala ya kujifunza. Mfano, mtoto hakuenda shule leo. Mzazi anakuja anampa lugha za vitisho na kumchapa kwa sababu gani hajaenda shule, na maneno kama kesho usipoenda utakoma, kesho usipoenda nitakufanya hivi, yanakuwa yanatumika. Kesho yake mtoto ataenda shule akiogopa kwamba asipoenda shule mzazi atamfanya vile alivyosema, lakini sio kwamba ataenda shule ili kujifunza kitachofundishwa shule. Mbadala wake mtoto ataenda shule akiwa na hofu kwamba akibaki nyumbani atapata adhabu, lakini hataenda shule kama aende shule kwa ajili ya kujifunza. 2, inadhalisha waasi wanaojificha. Mtoto hatofanya tena kosa hadharani, bali atajificha, na hii hupelekea watoto kuwa waongo na wanaopenda kufanya makosa kwa siri. Maana yake kufanya uasi kwa kujificha. Mfano, mtoto amevunja bakuli leo, alilishika kwa bahati mbaya. Mzazi anapokuja kwa kutumia lugha za vitisho au kelele na kumwambia maneno kama siku nyingine ukivunja nitakufanya hivi, siku nyingine ukivunja nitakufanya hivi, siku nyingine mtoto atapoenda kuvunja lile bakuli hata kwa bahati mbaya, basi hatakuja kumuomba mzazi msamaha. Badala yake atalificha lile bakuli alilolivunja, atalifichia mbali na atatulia na kubaki na uasi wake. Siku mzazi akija kugundua, hata akimuuliza, mtoto atasema uongo kwa kuhofu kwamba akisema ukweli atafanya kitu fulani. Kwa hiyo mtoto atachokifanya ni kusema hapana, sijalivunja hili. Maana yake hapo tumejenga uovu au waasi wanaojificha. 3, inaondoa utulivu wa ndani. Kelele na vitisho huacha alama mbaya ambayo zinaweza zikakuza wasiwasi. Mfano, anxiety, pia mfadhaiko, depression. Watoto ambao wanapitia katika maisha ya hofu kama haya mara nyingi huwa wanakuwa na depression, wanajificha, na pia wanakuwa wanafadhaika kwa sababu mara nyingi hupokea zile kelele katika maisha yao, na mbadala wake kujihisi kama wapweke na watu wasiokuwa na maana. Tatizo hili linatengenezwa na wazazi au sisi walezi kwa mikono yetu wenyewe. Ili kuondoa fear trap au mtego wa hofu, tujitahidi kuleta nidhamu kwa kutumia lugha za heshima na utulivu. Zoezi la leo, tujaribu kutumia lugha nzuri au kutotisha walau kwa masaa 24. Aidha ni mtoto unaomlea, kwa mtoto wako, kwa mdogo wako, kwa kaka zako, kwa mzazi mwenzako au kwa rafiki yako, ili tuweze kutengeneza hii kuwa tabia yetu. Usisahau kusubscribe na kufollow page zetu zote, pia kucomment. Wiki lijalo tutajifunza kipengele chetu cha 2. Mpaka hapo tujaribu kusikiliza sauti ya zaidi ya makelele. Asanteni wote kwa kujoin pamoja na